Mheshimiwa wa mtandao wetu wa Mokenya TV, mahali popote ulipo unapotazama hii kanda, hujambo? Natumai umzima ubuheri wa afya. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze vile mambo yalivyo, kisha baadaye nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Rais wa Kenya William Ruto ameweza kuaibishwa duniani kwa kukataliwa peupe. Ni kipi hiki ambacho kimefanyika? Kabla nizame kwa undani, naomba kushukuru wote ambao ni subscribers na wale ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo. Huyu Mungu anayebariki wengine azidi kuwafungulia milango ya mibaraka. Ombi langu moja tu, kunyenyekevu na heshima kubwa, ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe, na kuomba tu ukaweze kusubscribe kwa kubonyeza kitufe kiko hapo chini kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed, na kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapozigoa katika mtandao huu Mokenya TV, maana utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwamba Mokenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Please usisahau kutupea a like katika kanda hii, na asante kwa kutii ombi langu. Barikiwa na karibu. Siku ya leo kulikuwa na shughuli nzito katika taifa letu la Kenya, kwa sababu timu ya kitaifa Harambee Stars ilikuwa na mechi ya kukabiliana na timu ya Gabon katika uwanja wa Nyayo Stadium, katika mechi ya kufuzu katika kombe la dunia. Mashabiki wakajaa katika uwanja wa Nyayo Stadium, lakini kabla ya mechi kuanza rasmi, mashabiki hapa na pale walikuwa wamejaa pomoni, kisha wakaanza kuimba Ruto must go, Ruto must go, huku wakisema huo ndio wimbo wakati mechi inachezwa katika uwanja wa Nyayo Stadium. Tusikize, nikirudi nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Tusikize vile hali ilivyokuwa. Kenya hiyo Kenya hiyo Kenya hiyo ni zaile tumefunga bao. Hivyo ndivyo hali ilivyokuwa katika uwanja wa Nyayo Stadium. Rais William Ruto alikataliwa peupe, huku wengi wakiimba Ruto must go. Ikumbuko kwamba tulikuwa na wageni kutoka taifa lile la Gabon. Sasa kisha baadaye wakashuhudia makelele hapa na pale, rais wa taifa akikataliwa. Now I want to put this into perspective so that we can understand what is going on politically in this country, Kenya. Makelele haya ambayo yaliweza kuchacha katika uwanja wa Nyayo Stadium yanamaanisha nini? Point number 1 ni kutuma ujumbe mzito kwa mataifa mengine kwamba Rais Ruto hapendwi na baadhi ya Wakenya. Ikumbuko kwamba tulikuwa na wageni kutoka taifa lile la Gabon, wengine kutoka mataifa mengine. Tulikuwa na mashabiki wa timu ya Harambee Stars, tulikuwa na Wakenya, tulikuwa na wanasiasa mbalimbali. Niliona hata kiongozi Raila kule. Sasa ni ishara tosha kwamba ujumbe ambao umetumwa duniani, wala sio Kenya, duniani, kwamba inaonekana Wakenya hawampendi Ruto, ndio maana wakaanza kuimba nyimbo za kusema Ruto must go. Number 2, makelele haya yanamaanisha nini? Penye imefika rais mwenyewe, kwa sababu lazima tuonyeshe heshima kwa rais, kwa sababu yeye ndiye ako kwa kiti, yeye ndiye ako ikulu ya Kenya, so we need to show respect. But point number 2 ni kwamba he must work hard. Lazima
afanye kazi vilivyo ili kuhakikisha ya kwamba amefanikisha maendeleo na ahadi zile ambazo alizotoa wakati wa kampeni kabla ya uchaguzi wa mwaka 2022. Ukarabati wa barabara ufanyike, mambo ya kuunganisha stima, mambo ya kuunganisha maji, gharama ya juu ya maisha, hiyo ndio sasa changamoto ikaweza kushughulikiwa, uchumi ushughulikiwe, masuala mengine ya kupambana na ufisadi ushughulikiwe. Itafika wakati sasa Wakenya wataanza kumwimba Ruto is the leader, ikiwa atafanikiwa tu kushughulikia masuala yale ambayo ni basic kwa Wakenya, ili kuondoa aibu hii ndogo ndogo ya kuimbiwa Ruto must go, kwa sababu dunia inatazama kile ambacho kinaendelea katika taifa letu la Kenya, na hili linaweza kusababisha Kenya kutoheshimika kwa masuala mengine ya uhusiano mwema. Namba 3, naona washauri wa rais ndio wakulaumiwa. Kwa nini nasema hivyo? Kabla ya shughuli yoyote, kama mechi ilikuwa inachezwa leo katika uwanja wa Nyayo Stadium, kuna vile uchunguzi unastahili kufanywa. Ni kipi ambacho kitaendelea? Washauri watoe ushauri ni kipi ambacho kinastahili kushughulikiwa, ikiwa wale ambao wanafanya uchunguzi wamejua kwamba kuna shida ambayo inaendelea. Kwa nini? Unajua, wakati watu wanaingia katika uwanja kuna security. Vile watu walikuwa wanaingia katika uwanja, kuna wengine ambao walikuwa tayari wamepokezwa signal kwamba mambo sio mazuri. Kabla ya hizi nyimbo za kusema ya kwamba Ruto must go kuanzishwa kule ndani, NIS ilikuwa tayari imepata hii ripoti. Kwa hivyo washauri watoe ushauri ni kipi ambacho kinastahili kufanyika kabla ya kupata aibu kubwa duniani. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja-subscribe katika channel yetu ya Kenya TV, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed, na kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapozungua katika mtandao huu wa Kenya TV, maana utakuwa unapokeza notification ya kufahamishwa kwamba Kenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Sambaza hii kana kwa 1 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook, ili tuendelee kujulisha wengi zaidi. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye, na usisahau kutupea a like. Ladies and gentlemen, be blessed.